Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini bahari. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, niukaribishe kwenye kipindi chetu ambacho kinakuja masaa kama haya na siku kama hii ya leo, kipindi cha Na Tuombe. Kwenye kipindi cha siku hii ya leo tunaanza mada mpya. Kumbuka katika kipindi kilichopita tuliongelea vizuri sana sehemu ya kwanza na ya pili ya uzao wa mwanamke na uzao wa joka, na tukaona jinsi ambavyo aina hizi mbili za binadamu wameendelea kupambana duniani, kila mmoja akiwakilisha upande mwingine, kila mmoja ni wakala wa upande mwingine. Na hili limekuwa ni changamoto sana katika siku hizi za mwisho, lakini tangu dunia hii ilipoumbwa tumeona Kaini na Abeli wanashindana. Tumeona wakati wa Nuhu pia changamoto ilikuwa ni kubwa, Sodoma na Gomora. Tukaona mpaka wakati wa mwisho, na uzao huu wa mwanamke na joka wanapambana kiasi kwamba uzao wa joka unaingia hadi katika maeneo ya ibada ambayo hayakutarajiwa. Tukaona jinsi ambavyo dini ya Kiyahudi ilitumika na uzao wa joka, lakini pia uzao wa mwanamke ukatumia dini hiyo hiyo. Tukaona kwamba haikuishia hapo, Ukristo nao ulivamiwa, lakini tumeona makazini pamevamiwa, kila mahali pamevamiwa. Sasa unawezaje kuishi katikati ya changamoto kama hizi? Ndipo naanza mada mpya. Hii mada nadhani huenda itachukua kwa muda huenda ikachukua miezi miwili au zaidi, sijajua. Na mwisho wa mada hii tutatoa kitabu ambacho kinahusu mada hii pekee. Utaona mambo haya kwa kina kabisa, na kitabu hiki kitatoka katika lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza, ili kuweza kuwafikia watu wote. Tunajitahidi sana watu waweze kupata jumbe hizi vizuri. Sasa mada ambayo tunaianza siku hii ya leo, na usikose, na endapo utakosa kipindi kimoja ni vizuri ukarudi kwenye kipindi kilichopita ili uweze kuunganisha vizuri kipindi kinachofuata baada ya hapo. Ni ipi? Imani sarafu ya ufalme wa Mungu. Imani sarafu ya ufalme wa Mungu. Unapoenda kununua kitu inategemea sarafu unayoitumia, na sarafu inatofautiana nguvu. Huwezi kulinganisha shilingi ya Uganda na shilingi ya Tanzania. Ya Tanzania ina nguvu kuliko ya Uganda, lakini pia huwezi kulinganisha shilingi ya Tanzania na shilingi ya Kenya. Ya Kenya ina nguvu kuliko ya Tanzania. Unapokuja kwenye dola ni hivyo hivyo. Sasa kila mahali unapokuwa unatakiwa utumie sarafu husika ili kuweza kupata bidhaa ya eneo ulipo. Huwezi kutumia shilingi ya Tanzania ukaenda kununua vitu Uingereza au Marekani. Ni mpaka uende benki au katika maduka ya kubadilisha fedha ili uweze kuibadilisha hii fedha ya Kitanzania, ya Kenya, ya Uganda, ya Zambia, ya Kongo, ya Burundi, uibadilishe ya Rwanda, uibadilishe kwenda katika ile fedha ambayo unatakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo ukiwa na mwenzako Uingereza, ana pound ya Uingereza, ana euro, wewe una shilingi ya Kenya wa Tanzania, mwenzako atapata vitu haraka, kwa sababu hata hiyo hatua ya wewe kwenda kubadilisha ile fedha ni hatua ambayo ni kubwa sana. Twende taratibu. Ndiyo sababu leo hii katika masuala ya kiroho utaona kuna watu wengine ambao wanaweza kupata matokeo haraka kuliko mtu mwingine. Si kwa sababu Mungu ana upendeleo, ila ni kwa sababu kuna siri ambazo hawa wamezijua na wengine hawazijui. Hiki ndicho ambacho natamani kila mtoto wa Mungu aweze kujua, ili uweze kutumia hizi siri kwenye maisha. Na moja ya siri kubwa ni imani. Na kwa vile nimeona ya kwamba imani ni kitu kikubwa na cha muhimu, ndio sababu nimeamua kuandaa hii mada kubwa ambayo huenda itachukua miezi mitatu tukitazama tu mada hii. Hata siku za mwisho, Yesu anapoongea habari ya siku za mwisho anasema, je, atakapokuja mwana wa Adamu
ataikuta imani duniani. Kumbe kitu ambacho shetani anakitafuta ni imani. Akiondoa imani kwako, ni kana kwamba ameondoa kila kitu. Akiondoa imani kwako, atakukandamiza vibaya sana. Ukiona kuna mtu ameombewa amepona, lakini baada ya muda ugonjwa unarudi, anaenda kuombewa tena, tatizo sio muombaji, tatizo ni muombewa. Imani ilikupatia uponyaji, ukashindwa kuitumia imani kumaintain au kushikilia. Haina maana kwamba hatutaugua, usije ukachanganya mafaili hapa. Lakini haijakusudiwa tu watu wa kuteseka kila wakati, haijakusudiwa tu watu wa kupata magonjwa kila wakati, haijakusudiwa hivyo. Unaweza ukapata shambulio mara moja, lakini tumia njia sahihi kuliondoa. Kitabu cha Marko sura ya 9 fungu la 23, Biblia inasema, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. Hii sentensi ni muhimu sana. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. Weka nukta hapo, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunapoangalia somo hili zito kuhusu imani na andiko hili ambalo tumeanza nalo kwamba tukiamini yote yawezekana, naomba ukatusaidie sisi wote tunaosikiliza kipindi hiki, ili kupitia somo hili tukapate badiliko la ajabu la kutumia hii sarafu ya ufalme wako kupata yote kwa ajili ya utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Angalia maandiko yanaposema, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Inapokuja hoja ya imani, usimwingilie mtu mawazo yake, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa akili yako unaweza ukaona kama haviwezekani, lakini kiuhalisia vinawezekana. Katika huduma ambao naifanya mara kwa mara, ninajifunza kila siku. Wengi wenu mnajua hili. Hakuna siku ambayo nasema nimefika. Ninaona mengi sana. Nakupa mfano. Wako watu ambao nakutana nao, tunafanya maombi, wanafunguliwa ndani ya muda mfupi. Kuna watu wanafunguliwa akiwa ameshaondoka. Nimemuombea na ameondoka akiwa anaumwa, lakini kesho nakutumia ushuhuda kwamba usiku wake ndipo alipopona. Usimweke Mungu katika chupa ukasema kwamba atafanya kazi kwa staili hii. Lakini wakati huo huo kuna watu wanapanga foleni, tunakutana nao. Wengine tuliona katika huduma mbalimbali ambayo tumefanya hivi karibuni, ni kule Magomeni. Unakuta mmoja mnakutana naye anapokea uponyaji, anaondoka, lakini mwingine anafuata, hapokei, anachukua muda mrefu zaidi. Mwingine pale pale, mwingine unamuombea wakati somo linaendelea, anafunguliwa. Kuna wengine nahubiri, wakati nahubiri tu anafunguliwa wakati anasikiliza somo. Lakini sikia nikwambie, mambo ambayo hunishangaza sana, kuna watu ambao wanatoa ushuhuda kupitia YouTube. Maombi nimeyaomba miaka 5 iliyopita nikiwa kwenye mkutano. Mtu anaangalia mwaka huu, anasikiliza lile somo na anafunguliwa pale pale. Shuhuda ziko nyingi. Wale ambao mnapata muda kuingia kwenye YouTube, soma comments kwenye somo. Utaona watu wakishuhudia matendo makuu ya Mungu, jinsi ambavyo wamepokea uponyaji. Utajiuliza, lile somo ndo lilikuwa lina nguvu? Hapana. Mungu ameweka uponyaji katika neno lake. Ni kazi yako kuamini lile neno na kupokea na kuwa lako, na utaona matokeo. Kuna watu sijakutana nao sura, wanasikiliza masomo tu, wanafunguliwa vifungo vya nguvu za giza, balaa na mikosi ya maisha, magonjwa katika miili yao, wanapata watoto, matumbo yao yanafunguliwa, hata sura hatujaonana, hata hajanishika mkono. Sio jambo la kawaida. Ndipo unayenitazama leo, wewe unanitazama sasa hivi hapa, kama tageti yako unawaza mpaka nikutane na mchungaji, unajifunga mwenyewe. Lakini ukiamini kwamba hivi ambavyo ninatazama hili somo, huyu mchungaji niko naye hapa sasa hivi, ikiwa uko chumbani kwako, uko sebuleni, uko kwenye television yako unaangalia, ukiamini kwamba hivi tunavyoongea kwa njia television tuko naye, na Mungu atamtumia mchungaji huyu kunitendea jambo, utajua anayetenda ni Mungu kupitia mimi. Hivyo television sio kikwazo,
Umbali sio kikwazo, sio lazima tukutane. Leo hii utaona muujiza ili imani yako iweze kukuzwa zaidi ya hapo. Imani ndiyo sarafu ya ufalme wa Mungu. Sasa kwenye Marko 9:23 anasema, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. Ukiangalia fungu hili kwenye Kiswahili cha kisasa, kuna maneno tofauti ambayo yamewekwa pale. Nikisema tofauti na maana mkazo. Sikiliza, Yesu akamwambia, ati ikiwa waweza. Mshangao, mambo yote yawezekana kwa mtu aliye na imani. Mpaka fungu la 24. Hapo huyo baba akalia kwa sauti, naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie. Sikiliza hapa ikusaidie na wewe unanitazama. Hii ni stori ya mtoto ambaye alikuwa na changamoto ya pepo wa kifafa. Alikuwa anamwangusha kwenye moto, alikuwa anamwangusha kwenye maji. Yaani ni kifafa ambacho kinaona, kinajua hapa kuna maji, kinajua hapa kuna moto. Hakimwangushi kwenye godoro. Kifafa gani hiki? Huyu akajua kabisa huyu ni pepo. Akampeleka kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wakaomba, kama unavyojua ile story, mambo hayakuenda sawa sawa. Yesu alivyokuja akamsaidia. Lakini huu mjadala wa Yesu na mzazi ndio ambao unatuletea hili somo la leo. Sasa huyu mzazi akamwambia Yesu, kama unaweza basi nisaidie. Ukitaka ujue kwamba ndivyo ilivyokuangalia Kiswahili cha kisasa kilivyoweka, ni kama vile, kama unaweza nisaidie basi. Yaani wewe una shida, umepata fursa ya umedhulumiwa ardhi yako, shamba lako, na uko mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naongelea kwa sheria yetu, sijui kwa sheria za nchi nyingine. Umepata fursa ya kukutana na rais moja kwa moja. Rais anakuuliza, una shida gani? Unamwambia, nimedhulumiwa shamba langu. Nani amekudhulumu? Halmashauri ya mji au jiji. Alafu unamwambia rais, kama unaweza kuingilia kati basi ingilia. Ai, huyu ndiye ambaye ana dhamana ya ardhi nzima ya Tanzania. Yaani ukiona wizara inatoa hati ya ardhi, ni kwa niaba ya rais. Rais ana mamlaka ya kubadilisha matumizi ya ardhi. Mipango miji wameweka hivi, rais anaweza akasema pale iwe ni kituo cha watoto yatima, na hakuna wa kumuuliza. Katiba imempa hiyo mamlaka. Uko mbele yake unamwambia, kama basi unaweza nisaidie, kama unaweza. Uko mbele ya mtu ambaye ndo anafaa ino sahi. Yuko juu ya waziri, yuko juu ya katibu mkuu. Kwa hiyo huyu baba amekutana na Yesu uso kwa uso, ana kesi ya mtoto wake, alafu anamwambia Yesu, kama unaweza. Sikia majibu ya Yesu sasa. Yesu ana huruma. Ingekuwa ni binadamu kama mimi, Yesu asingemsaidia kwa mujibu wa maneno ya huyu baba alivyoongea. Lakini Yesu kwa huruma yake anaongea na huyu baba, akimwonyesha jinsi mambo yalivyo. Ndio maana Biblia habari njema inasema Yesu akamwambia, hati ikiwa waweza. Nikana kwamba anamshangaa, ikana kwamba anamwambia, unajua unayeongea naye. Ndipo Yesu anasema mambo yote yanawezekana kwa mtu aliye na imani. Unanitazama, una saratani hivi unavyonitazama, saratani yako inaweza ikakauka ikiwa una imani. Na usifuate kile ambacho hisia zinakuambia. Tutaona hapo mbele baadaye. Unaweza maombi yakafanyika leo, ukaamka kesho kidonda kiko pale pale, lakini kwa imani usikione kile kidonda. Kadri siku zinavyoenda utashangaa kinakauka mpaka unapona kabisa. Nina shuhuda za kutosha za mambo kama haya nyingi. Sikiliza maneno. Yesu akamwambia, ati ikiwa waweza. Mambo yote yanawezekana kwa mtu aliye na imani. Hapo huyo baba akalia kwa sauti, naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie. Kitu gani tunajifunza hapa? Ni rahisi kusema ninaamini, ni jambo lingine kuishi hiyo imani. Yaani kutamka kwamba unaamini na kuishi imani katika vitendo ni vitu viwili tofauti. Ilikuwa na mtu mmoja ambaye ni kati ya vichocheo vimesababisha nikaendeleza hili somo, na mwisho nitaliandikia kitabu. Tulifanya maombi pamoja. Alikuwa anasumbuliwa na mambo ya mizimu, Mungu akamfungua,
Alivyoondoka tu yuko nyumbani amekaakaa, akapata mashambulio tena aliyoyaona yeye mwenyewe. Baada ya muda akakubali kumpokea Yesu rasmi na kubatizwa, lakini baadaye alisumbuliwa tena na zile nguvu, kwa baadaye akafunga safari mpaka akaja kutoka nchi ya mbali sana, na hifadhi jina, maana nami hata leo ananitazama. Lakini akaja tena tukakutana naye. Wakati tumekutana naye namtazama, nasikia Roho wa Mungu ananishuhudia kabisa kwamba mbona huyu hana pepo. Nikaanza kuongea naye kwa jinsi ambavyo shetani anatumia minong'ono kwenye akili yake na kutumia imaginations, kwa mujibu wa Korinto wa pili sura ya 10, tukiangusha kila ngome na kila mawazo. Pale neno mawazo limetumika neno imaginations, ni picha zinazojengwa mpaka unaziona ni halisi. Unaona watu wanakuloga, unaona watu wanakurushia vitu vya ajabu usiku, unaona kuna majini yanakuzunguka, mizimu. Zote hizi ni imaginations. Mtoto wa Mungu uliyempokea Yesu na ukabatizwa, haupo kwenye level ya mateso kiasi hicho. Sio mpango wa Mungu uteseke kiasi hicho. Shetani amekushindwa, kwa hiyo anatumia imaginations. Nikamwambia kuanzia leo, hayo mawazo yote unayowaza, kuna watu wanakuloga, kuna watu wanakufanyia hiki, ondoa. Futa kwenye akili yako. Hata kama unaona kabisa mtu akifanya jambo, kuna vitu vinakurukia, vinakujia, usiamini, maana Biblia inasema hakuna silaha iliyoundwa dhidi yako itakayofanikiwa. Biblia inasema mtakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitakachowadhuru. Haiwezekani umempokea Yesu Kristo, bado kuna mtu anafanya mazingaumbo yake pale ya kishirikina, alafu kuna vitu anakurushia vinakujia mwilini na umempokea Yesu. Hiyo dhana usiikubali. Nilichukua karibia masaa mawili kuongea na yeye. Nikampa mifano ya watu ambao walikuwa na shida kama ya kwake, ambao walikuwa wanaona mpaka wanawekewa vitu kwenye chakula na wanaviona kama ni halisi, wengine mpaka wanatapika, wengine mpaka anaharisha. Lakini walipoelewa hiki ninachowaambia, maana swali ni rahisi, umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio. Shetani hana access kwako. Lakini ili hili liingie, mpaka uwe na imani. Mara ya kwanza wakati namuuliza, je, unaamini kwamba hakuna silaha iliyoundwa dhidi yako itakayofanikiwa? Ananiambia ndio. Imekuwaje sasa kama unaamini hili? Imekuwaje wachawi wanakuchezea usiku kuwa umelala? Na yeye anashtuka. Ndio nikamwambia kuamini na kuishi imani ni vitu viwili tofauti. Kuishi imani ni pale ambapo hata kama unaona mauzauza yanakujia, mambo ya ajabu yanakujia, usikubali, maana sio kweli, hakuna kinachokupata. Yale ni mazingaumbwe. Ni sawa na mtu aliyevalishwa, kuna lidubasha na aliona, wengine mnaoniangalia kwenye television mnaweza mkalielewa zaidi kuliko mimi. Kuna kitu fulani watu wanavalishwa siku hizi kwenye macho, na ukivalishwa lile lidudu unaona kama vile kuna watu wanakushambulia, mpaka mwingine anapiga kelele, lakini ukilivua huo ni vile vitu. Ndivyo shetani anavyofanya. Vitu vingi unavyovilalamikia si halisi, ni imaginations. Imani ikichukua nafasi, ile imagination inaondoka, unakuwa huru. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Yesu anamwambia ati ikiwa waweza, mambo yote yawezekana kwa mtu aliye na imani. Lakini amesema ati ikiwa waweza, anamuuliza. Lakini huyu bwana, kitu ambacho wewe leo pia natamani ukifanya, katika fungu la 24, hapo huyo baba akalia kwa sauti, akalia kwa sauti. Ni sauti ya kuhitaji msaada. Naamini, lakini imani yangu haitoshi, nisaidie. Kumbe imani na viwango. Ndio Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkiwa na imani kama punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ng'oka. Imani na viwango pia. Kuna kiwango cha imani ambacho unaachiwa kwa ajili ya kufanya usurvive. Kama simu ambayo imeishiwa na betri kabisa, usije ukadanganyika kwamba simu iko zero. Sio zero ile. Simu ikiwa zero, kila kitu kitakufa, haitafanya kazi. Lakini kuna kiwango kimewekwa, ikifikia simu inazima, ili ibakishe kiasi kidogo tu kwa ajili ya kufanya simu endelee kusurvive. Siku ukija kuicharge unaiboost. Hata wewe ambao unajiona huna imani kabisa, una kiwango kidogo, kwa inatakiwa tu unganishwe kwenye umeme wa mbinguni kama hivi unavyofanya, ndio unajifungamanisha na imani. Umeunganishwa kwenye umeme. Leo tunaanza kuchaji betri yako ya kiroho ili uanze kupata nguvu mpya. Imani ni mapigo ya moyo ya maisha ya Kikristo. Maombi ni pumzi ya roho. Unaona jinsi vinavyoshirikiana. Kwa hiyo kimoja hakiwezi kwenda pasipo kingine. Imani ni daraja kati ya kile kinachoonekana na kisichoonekana, cha asili na cha kiungu.
cha kawaida na cha ajabu, extraordinary. Kazi zote kubwa za Mungu huanza kwa imani. Miujiza yote katika maandiko ilisababishwa na imani. Kila mkutano wa kimungu ulifikiwa kupitia imani. Imani ni sarafu ya ufalme wa Mungu, ndiyo njia tunayopokea kutoka kwake, tunayotembea naye. Bila imani huwezi kupiga hatua ya kiroho. Imani ndiyo inayotupa uwezo wa kushinda changamoto. Ndio sababu nikasema siku za mwisho ambayo tunaishi, mambo makubwa ambayo yako mbele yetu tunaweza kupita kwa imani tu. Bila imani huwezi kusurvive hicho ambacho kiko mbele. Waza, dunia yote imeingia kwenye digital currency, sarafu, au nitumie fedha, nitumie lugha sarafu labda ya dijitali. Wote tunatumia mtandao. Hakuna mtu anayekubali cash, hakuna mtu anayekubali noti, hakuna. Weka tu mfano, imagine hicho kitu. Kwa hiyo wote tuingie katika mfumo wa digital currency. Kwa utatumia kadi ya benki, utatumia miamala ya simu, transactions za simu ndio unaotumia. Alafu itokee siku moja wazime mtandao yote kwa upande wa fedha, alafu wakuambie mtu ambaye ataruhusiwa kufanya miamala lazima atii masharti ABCD, na katika masharti ambayo wameyaweka mojawapo ni masharti ambayo yanakwenda kinyume na Mungu. Hapo ndipo inatakiwa imani kupata chakula. Hapo ndipo imani itatakiwa hapo kumwombea mtoto wako ambaye ana malaria na maji yameisha na huwezi kufanya transaction ili akatibiwa hospitali. Wamekataa kumtibu mtoto wako, naye anaumwa na huwezi kufanya miamala, maana katika masharti uliopewa mojawapo inapingana na Mungu, na umesimama upande wa Mungu na huwezi kumpeleka mtoto hospitali. Hapo ndipo imani inatakiwa. Ndio maana Yesu anauliza, atakapokuja mwana wa Adamu atakuta imani duniani? Wenye imani ndio watakaoweza kusurvive siku za mwisho, kupambana na mipango ya mpinga Kristo ambayo iko mbele yetu. Bila imani huwezi. Imani hii inatakiwa siku ambapo wamekukataza kusafiri kutoka pointi A kwenda pointi B, kwa sababu umepingana na masharti ya mpinga Kristo na mnyama ambayo yatawekwa hapo mbele. Umepingana nayo, huyakubali na umeyakataa, na umekatazwa kusafiri kutoka pointi A hadi B. Inahitajika imani kupata nguvu kama ya Filipo aliyochukuliwa na Roho baada ya kuongea na Mkushi, akaondoka pointi A kwenda B bila kutumia gari. Imani. Ukiona wachawi wanatumia ungo, wamekopi na kupesti tu. Inahitajika imani. Imani na upendo ni kanuni zenye nguvu. Imani na upendo ni kanuni zenye nguvu. Pigia mstari kwenye ubongo wako. Upendo na nguvu, imani na nguvu, lakini zote hizi ni kanuni zenye kutenda kazi kwa ndani ya moyo na kuleta matokeo mema kwa nje. Kama zikitunzwa kwa uaminifu, zitaimarishwa na kuendelea kukua. Mungu atusaidie sana. Kwa nimekuambia najenga huu msingi sasa. Natengeneza huu msingi mzito, kwa sababu hili somo ambalo huenda litachukua miezi mitatu, sijui kwa wakati Mungu atakavyotuongoza, litakwenda kubadilisha mtazamo wako, na ukilifanyia kazi utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako. Huko tunakoenda na hapa tuliposimama, imani. Imani. Mungu atusaidie sana. Kama vile pesa zinavyokuruhusu kununua bidhaa na huduma katika ulimwengu wa kimwili, imani ndiyo sarafu inayokupa ufikiaji wa baraka, ahadi na rasilimali za mbinguni. Yesu mara nyingi alisema, kulingana na imani yako na iwe kwako. Kwa hiyo nikana kwamba anakufundisha imani na kupokea. Kwenye kitabu cha Gospel Workers ukurasa wa 260 paragrafu ya 2 kuna maneno haya ambayo nimeyapenda sana. Imani si hisia. Imani ni kitendo cha akili kwa msingi wa ushahidi wa neno la Mungu. Ukweli huu hauwezi kushindwa, na wale wanaokubali kwa uaminifu watapata matunda yake. Hey.
Imani sio hisia. Tunapoongelea imani hatuongelei feelings, hatuongelei hisia, tunaongea ushahidi kabisa uliojengwa katika maandiko. Mtu mmoja alitikiswa kidogo wakati aliponihoji swali, aliponiambia, je, Mchungaji Mbaga, unaamini Mungu yupo? Nikamwambia hapana. Akashtuka, sasa unatuhubiri nini kama wewe uamini kwamba Mungu yupo? Nikamwambia mimi siamini kwamba Mungu yupo, ila ninajua Mungu yupo. Kwa sababu wakati mwingine imani ni kama vile hujaona kitu, lakini tukija katika imani ya kiroho, sio imani ya kidunia, sio definition ya kidunia. Kiroho hatuamini tu kitu tusichokiona, ila tunashawishika uwepo wa kitu hicho kabisa, hata kama macho yetu ya kimwili hayaoni. Haina maana hakipo, kipo, kipo. Mungu yupo. Changamoto ni definition ya Mungu ulionayo. Hapo ndipo mgogoro ulipo. Jinsi unavyoamini Mungu alivyo, hicho ndicho kimeleta mgogoro kwenye maisha yako. Ndio sababu siku zote najaribu kuleta ile picha ya Mungu halisi iliyofunuliwa na Kristo Yesu. Laiti watu wangelielewa Kristo Yesu amekuja kufanya nini. Ndiyo maana watu wanaweza wakaelewa vizuri. Unajua, dhana ya Yesu Kristo na kile ambacho amekuja kufanya imepotoshwa na dini tulizo nazo, imepotoshwa na dhana ya mkoloni pia aliyetuletea imani kwa baadhi ya maeneo. Japo Ukristo una umri mkubwa zaidi Afrika kuliko ukoloni, maana Ethiopia haikuwahi kutawaliwa, lakini walikuwa na Biblia. Na hii inahitaji watu waweze kuelewa. Kazi kubwa ya Kristo aliyokuja kufanya ni kumfunua Baba, tumjue jinsi alivyo. Kwa hiyo yote unayoyaona, stori za kufa msalabani, kufufuka, target ni moja tu, ni kufunua Baba yenu anawapenda, kiasi kwamba hata kama ingemgharimu kutoa mtoto wa pekee, yani ingelikuwa Baba yenu ana mtoto mmoja tu, hana mwingine, na akaamua kumtoa ili nyie mwokolewe, aliko yuko tayari kufanya hivyo. Ndio maana kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hiyo ndio dhana kubwa iko hapo. Ione katika uhalisia wake huo. Ni kana kwamba anakuambia, endapo ingegharimu kama mtu anaweza kumtoa mtoto wake kipenzi peke yake kwa ajili ya mtu mwingine, unasema hiyo haiwezekani. Anakwambia basi ingekuwa Mungu ni mtu na ana katoto kamoja tu, na ikatakiwa akatoe ili wewe unanitazama uweze kuokolewa, alikuwa yuko tayari kumtoa kafara mtoto wake ili wewe uweze kuokolewa. Upendo ni mkubwa kiasi kwamba yuko tayari kumtoa mtoto wake wa pekee ili wewe uweze kuokolewa. Ukielewa hii dhana, ndipo utajua mbinguni unapendwa kiasi gani. Ukimwona Yesu anakufa msalabani, ni kafara kwa ajili yako wewe hapo. Ukimwona Yesu anafufuka, ni ishara ya kwamba na wewe pia unafuliwa. Kifo hakiwezi kukushika milele. Hii ingie katika ufahamu, sio hisia. Uamini na kuikubali ya kwamba hivi ndivyo ilivyo. Hii ndio itakupa nguvu ya kusonga mbele katika changamoto ya aina yoyote. Katika maandiko tunaona watu wa kawaida wakifanya mambo yasiyo ya kawaida kupitia imani. Nimejaribu kuangalia wote ambao wanaonekana kuwa watu ambao ni extraordinary, wasio wa kawaida baadaye, lakini ukaangalia mianzo yao, walianza kama watu wa kawaida kabisa kabisa. Nuhu, mtu wa kawaida ambaye hakuwa na jina hata pale mtaani kwao. Ndio maana hata alipokuwa anahubiri kuwaambia watu habari ya mvua inayokuja, watu walikuwa na mdharau, kwa sababu ni mtu nomo wa kawaida kabisa. Angekuwa ni kati ya wasomi wakati ule, watu wangesema huyu mtu amesoma, kuna kitu anakijua, lakini alikuwa mtu wa kawaida kabisa. Lakini Nuhu alijenga safina kabla mvua haijaonekana kabisa, aliamini. Nisikilize wewe unanitazama leo, na mimi nitazame vizuri. Tunapotazamana, tutazamane kidogo. Imani ni kujenga banda la kuku kabla hujanunua kuku. Imani ni kununua tairi ya gari kabla hujaagiza hata gari wala kununua. Hiyo ndio imani. Imani ni kununua gauni la mjamzito wakati umeambiwa huwezi kupata mimba tena. Imani ni kununua vinguo vya mtoto wakati hujashika mimba. Hiyo ndio imani. Abraham
aliamini kuwa atakuwa baba wa mataifa, ingawa mwili wake ulikuwa umepitwa na wakati wa kupata watoto. Umenielewa? We ni mtu mzima. Imani sio kuona kitu kikiwepo hapa, kikishika hakishikiki. Imani. Musa alitumia fimbo. Fimbo ya Musa ilikuwa ni fimbo ya kupigia kondoo, na kupambana na wale wanaokuja kushambulia kondoo. Ndio ilikuwa kazi yake. Ni ile fimbo tu ya kawaida ambayo tunatumia. Kwa wale ambao huenda hamjafuga hamwezi kujua hili, lakini mchungaji yeyote anapoenda kuchunga kondoo, mbuzi, ng'ombe, lazima uwe na kafimbo. Ndugu zangu wa Masai anakuwa na sime, anakuwa na rungu lake, lakini utakuta bado ana fimbo hapa, ipo. Ile fimbo ina kazi ya kudhibiti wanyama, kuwarudisha katika eneo, lakini rungu yake ina kazi ya kudhibiti maadui. Sasa kwa Musa ilikuwa ni fimbo. Fimbo ilikuwa inatumika pia kupanda kwenye miamba. Fimbo ya kawaida, lakini iligawanya bahari ya Shamu. Fimbo ya kawaida, lakini ilitumika kuleta mapigo Misri. Fimbo ya kawaida tu. Fimbo ya kawaida iligeuka ikawa nyoka. Fimbo ya kawaida ikameza nyoka wote. Mungu akusaidie uweze kuelewa hili. Usije ukasubiria Mungu atumie vitu vilivyoko nje yako wewe. Mungu hafanyi kazi kwa namna hiyo. Mungu atatumia kile ulicho nacho. Unanitazama sasa hivi, unahitaji kufanya biashara. Target ya biashara yako ni milioni 2, lakini una shilingi 20,000. Nini kimekufanya usianze biashara mpaka sasa hivi? Kwa sababu huna imani. Unataka uone milioni 20 wakati una 20,000. Anza na 20,000 kwa kuuza karanga. Anza na 20,000 kwa kupika chapati. Anzia hapo. Anza na kidogo ulicho nacho. Imani inaendelea kukua. Nina uhakika hili somo litabadilisha watu miaka mingi ijayo. Na watakuja kukomenti hapa. Daudi alimwangusha Goliati. Hakutumia mshale, hakutumia mkuki, hakuvaa nguo za kujikinga nyingi. Alikuwa na mawe 3, lakini akatumia jiwe moja tu. Jiwe moja. Wakati Goliati alikuwa amefungwa kila mahali, hakuna pa kupenyeza. Kifuani, kwenye moyo huwezi kupiga. Kichwani alikuwa na helmet. Kaeneo kadogo kalikobakia. Hata kama unaona fursa zote zimeziba, kuna kitu macho ya imani natakiwa yaone. Hata kama unaona kila mtu ambaye ulikuwa umemtarajia kusaidia amekukimbia, acha kulalamika. Tuliza akili ili jicho la rohoni lifunguke lione. Katika kulalamika kuna kufunga jicho la rohoni. Katika kulialia kuna kufunga jicho la rohoni. Katika kushukuru kuna kufungua jicho la rohoni. Katika kufurahia na utulivu wa akili utaona mambo ambayo macho ya kawaida hayawezi kuona. Mungu atusaidie sana. Mwanamke mwenye kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 alipoteza pesa zake kwa waganga na madaktari wengi, ziliisha. Nataka urelax hapo kidogo, kuna kitu nahitaji kuweze kuingia. Hana umaarufu ya kwamba ataunganishwa na Yesu. Nani anayemjua yule mama? Kwanza anatokwa na damu kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza hata kumsogelea, maana ukimsogelea tu umekuwa najisi. Tulia, usiwe na haraka ukadhani kisa umekielewa. Relax kidogo. Siku ambayo Yesu anamponya huyu mama, safari ya Yesu haikuwa kwa ajili ya huyu mama, ilikuwa kwenda kumponya binti wa kiongozi ambaye alikuwa popular, alikuwa anafahamika, na huyu kiongozi anajulikana. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi watu kumintroduce kiongozi huyu kwa Yesu, na Yesu alikuwa yuko njiani kwenda kumsaidia yule kiongozi. Huyu mwanamke hana mtu wa kumconnect na Yesu, hayupo. Lakini sikiliza, yeye alisema moyoni mwake, niguse pindo la vazi. Unaanza kunielewa? Kuna mtu hivi anavyonisikiliza anapokea uponyaji sasa hivi hapa. Hana haja kusafiri kuja Dodoma, hana haja kusafiri kuja Dar es Salaam, hana haja kunifuata Mwanza,
hana haja ya kunifuata Dar es Salaam, hana haja ya kunifuata Dodoma. Hivi tunavyoongea tu namna hii. Lakini kuna mtu amejifunga kwenye dhana kwamba mpaka nikutane na mchungaji. Umejifunga wewe mwenyewe. Siku ile wakati yule mwanamke anaponywa, kulikuwa na maelfu ya watu wapo karibu na Yesu, hawakupokea uponyaji mpaka yule mama alipofika akagusa upindo tu pop kwenye vazi. Pale pale damu yake ikakauka. Pale pale ikakauka. Hivi ninavyoongea hivi, kuna mtu ananisikiliza, anapokea uponyaji sasa hivi hapa. Ndipo utajua kwamba mimi Mbaga nayeongea sihusiki, ni Mungu. Ni Mungu ndiye anayehusika kwa 100%. Hebu kuwa kama yule mwanamke. Kuwa kama yule mwanamke. Imani ni mwangaza wa kupenya giza. Imani ni mkono wa kiroho unaonyooshwa kushika uwezo wa Mungu. Naipenda sana hii. Uwezo wa Mungu uko hapa. Unahitaji kushika ile nguvu iingie. Imani. Nakumbuka siku moja wakati nipo kwenye maombi binafsi, nilimwomba Mungu hili. Nikamwambia Mungu, watu ni wengi ambao wanahitaji huduma hii. Inua watu wengi sana ili waweze kuwaombea watu kwa kweli, waweze kufunguliwa. Maana watumishi wako ni vyombo ambavyo unavitumia kwa ajili ya uponyaji. Moja, inua watu. Namba 2, inua watu wa kweli ambao hawatawaumiza wale wenye shida. Kwa sababu siku hizi kuna watu ambao ukimpigia simu akuombee, cha kwanza anaomba pesa. Yaani kana kwamba bila sadaka hakuna muujiza. Ina maana karama za Mungu zinafanywa kuwa biashara. Wakati naongea hivi, mhudumu mmoja wa Injili akanambia, ukisema hivi ina maana kwamba sasa unazuia watu wasitoe sadaka wakati Mungu ameelekeza watu watoe sadaka. Hapana, acha mtu atoe sadaka kwa hiari ya moyo, sio kutumia ugonjwa wake. Kwa hata mimi nikiona huko mambo yanayotendeka, moyo unaniuma, lakini nasema siwezi kuwafikia watu wote. Mungu asaidie. Namba 3, kitu ambacho nilimwomba Mungu. Nimwambia Mungu, katika yote ambayo nimekuomba, la 3 ni hili. Kwa vile sitaweza kuwafikia watu wote, na nimekuomba uongeze watu wengine katika huduma hii, na kuomba la 3. Nikihubiri tu mtu afunguliwe. Nikiomba hata kwenye TV mtu afunguliwe. Mtu akisoma tu Biblia afunguliwe. Yaani tumshambulie shetani katika kila engo, kiasi kwamba akose kupumua. Na ninapata shuhuda za ajabu za matendo makuu ya Mungu. Narudia hii sentensi tena. Imani ni mwangaza wa kupenya giza. Shetani akikuwekea giza kubwa, kwa imani utapenya na kutokeza. Giza la ndoa, giza la uchumi, giza la dhambi, giza la urahibu, kote utapenya. Lakini imani ni mkono wa kiroho unaounyoosha kushika uwezo wa Mungu. Uwezo wa Mungu uko hapo, nyoosha, shika. Utasikia kuna kitu kinapita ndani yako na kufunguliwa sasa hivi katika urahibu wa madawa kulevya, katika tabia za dhambi ambazo umeshindwa kuziacha. Nyoosha mkono kwa imani, utasikia nguvu ya Mungu inakutoa kwenye kifungo kabisa kwa imani. Ndio maana nikatumia dhana ya sarafu katika somo hili. Dhana ya sarafu katika ufalme wa Mungu ni dhana ambayo iko wazi kabisa, imeandikwa vizuri kabisa. Imani ni sarafu inayokupa ufikiaji wa rasilimali za mbinguni. Ziko rasilimali nyingi, lakini utazifikia kwa imani peke yake. Yesu mara nyingi alitaja kabisa imani kama ufunguo wa kufungua baraka kabisa. Nimekupa stori ya mwanamke huyu ambaye ametokwa na damu, kitabu cha Marko 5:34. Yesu anaongea maneno haya, anasema, binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa imani au kwa amani na uwe huru na mateso yako. Inategemea unatumia version gani ya Biblia kusoma hili andiko. Lakini baada ya kupokea, sikia, ameponywa, lakini Yesu anamwambia nenda kwa amani na uwe huru. Ina maana ya kwamba alipewa imani ya kupokea saa ile na ya kumaintain muujiza. Vyote vile alivipata. Mchungaji, sijakuelewa. Ngoja nikuelezee vizuri. Nahitaji uelewe kwa kina. Walikuwepo wakoma
walioponywa 10. Yesu akamwambia nenda ukajionyeshe kwa kuhani. Wakaondoka wakaenda. Walipokuwa wakienda wakapona. Kilichowaponya ni nini? Ni ile imani ya kwamba usisubirie mpaka uone ukoma umeisha, nenda ukakaguliwe. Ukakaguliwe nini? Torati ilikuwa inasema waliopona ndio wanaokaguliwa. Yesu anamwambia nenda mkakaguliwe hata kabla hawajapona. Maana yake ona umepona hata kama unaona kidonda. Nenda. Biblia inasema walipokuwa wakienda, ina maana walitii neno. Walipokuwa wanaenda, wakati wanaenda wakashtuka ukoma umeisha. Mmoja ambaye ni Msamaria akarudi. 9 walikuwa ni Wayahudi, mmoja alikuwa ni Msamaria. Ingekuwa naongea kwa dhana ya kimadhehebu leo hii ya Kikristo, ningesema 9 walikuwa ni Wasabato, mmoja alikuwa ni Mkatoliki. Katoliki akarudi akasema, Pastor Mbaga, nashukuru Mungu amenitendea muujiza. Wasabato wakatokomea. Sikia maneno ambayo Yesu alimwambia Msamaria. Tena Yesu akamwambia wanafunzi wake, si walikuwa wako 10, wako wapi wale 9? Wameshindwa kuja kushukuru isipokuwa mgeni huyu. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekufanya kuwa mzima. Imani yako imekuponya, imani yako imekufanya kuwa mzima. Wewe ni vitu viwili tofauti hapa. Huyu alipewa nguvu ya maintain, kushikilia uponyaji. 9 tungepata historia yao, ukoma ulikuja kurudi, au walipata shida nyingine, lakini huyu aliweza kumaintain. Pastor, unamaanisha nini? Ukitendewa muujiza jifunze kushukuru. Shukrani zinavyokuwa nyingi, una maintain, unashikilia uponyaji wako zaidi. Hata kama unasikia kuna kitu kama kinaanza, hata kusema mbona kama ugonjwa unaanza tena, unaharibu. Endelea kumshukuru Mungu, utatokomea na kukimbia kabisa. Marko 10:52, nakupa tu hizi sentensi chache. Bartolomayo, Yesu anasema imani yako imekuponya. Ona lugha ya transaction, ya miamala ya kifedha. Imani yako imekuponya, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Mwenye imani ndiye ambaye anaendelea kupokea. Nilipenda sana kwenye kitabu cha Gospel Workers ukurasa wa 261 paragrafu ya kwanza. Nitasoma kwa lugha ya mkoloni, alafu pia nitasoma kwa lugha ya Kiingereza ya Kiswahili. Nina sababu, kwa sababu kuna maneno yametumika kwenye Kiingereza ambayo nitahitaji kuyadadavua kwenye Kiswahili zaidi. Sikiliza anachokisema paragrafu ya kwanza. Many hold faith as an opinion, but saving faith is a transaction. Wow. By which those who receive Christ join themselves in covenant relation with God. Genuine faith is life. A living faith means an increase of vigor, confiding trust, by which the soul becomes conquering power. Sasa sikiliza. Wengi hushikilia imani kama maoni tu, lakini imani inayookoa ni muamala au mchakato, ni transaction, ni muamala au ni mchakato wa makubaliano, ambapo wale wanaompokea Kristo wanajiunganisha na Mungu katika uhusiano wa agano. Imani ya kweli ni uhai. Imani iliyo hai inaleta ongezeko la nguvu, uaminifu wa kina, ambapo nafsi inakuwa na nguvu ya kushinda. Nilipenda neno transaction ambalo nimeshindwa kuliweka vizuri pale, muamala, lakini nikaweka kama mchakato hivi, lakini ni muamala, transaction. Unatoa, unapokea. Ni kama vile unachukua kadi yako, una swap kwenye mashine, unalipia bidhaa, unapewa bidhaa. Transaction. Hakuna imani ya kweli isiyo na matokeo. Utaona matunda yake tu. Ndio maana imani tunaikazia sana. Kwa nini imani ni muhimu kwa maisha ya Mkristo yenye ushindi? Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waebrania 11:6. Unahitaji Mungu atabasamu? Kuwa na imani. Unahitaji uone matokeo kwenye maisha yako? Kuwa na imani.
Kuna vitu umeviombea leo na hujaona matokeo, usiruhusu mashaka, maana hatuongozwi kwa kuona kwa macho ya damu na nyama, tunaona kwa imani. Unaweza ukamwombea mtoto wako leo na ukaona wiki nzima bado anaumwa, bado ana zile changamoto. Amini. Uko hospitali unanisikiliza, madaktari wanaendelea kumtibu mtoto wako, wanatibu mume wako, wanakutibu wewe mwenyewe, unanisikiliza, endelea kuamini ya kwamba madaktari ni mkono wa kuume wa Mungu unaofanya kazi kwako. Waheshimu kama watumishi wa Mungu. Hata kama kuna baadhi ya dawa zingeleta madhara kwenye mwili wako kibiolojia na kikemikali, lakini kwa imani Mungu ataruhusu kile tu kinachosaidia kifanye kazi na ataondoa madhara kwa imani. Imani. Kitabu cha Patriarchs and Prophets ukurasa 290 paragrafu ya 3 utakuta uzito wa maneno haya ambayo nakwenda kuyaweka vizuri. Wanafunzi wa Kristo hawapaswi kujiweka mahali ambapo hawatamtegemea Mungu kwa nguvu zao zote. Lazima wawe na imani inayotembea kwa vitendo. Ndio maana hakuna mtoto wa Mungu ambaye hatapitia majaribu na majaribio, kwa sababu ndio sehemu ya kukuza imani yetu, ndio sehemu ya kuongeza msuli wa imani. Unapoona kuna majaribu na majaribio yamekujia, hapo ndio sehemu yako ya kukuza imani yako iwe imara zaidi, ili pakija hatari kubwa zaidi una uwezo wa kuikinga, kwa sababu misuli ya imani iko imara. Mungu atusaidie sana. Imani inayoshikilia neno la Mungu hufungua hazina zote za mbinguni kwa muamini au kwa muumini. Imani inayoshikilia neno la Mungu. Narudia tena, imani inayoshikilia neno la Mungu, sio maoni yako, sio maneno ya mchungaji, sio maneno ya mtu, neno la Mungu. Imani inayoshikilia neno la Mungu. Ndio sababu hivi karibuni, kwa wale ambao mnafuatilia, nimetoa kitabu kizuri sana ambacho kinaongelea ahadi ya Mungu kwangu na namna ya kuipata. Kwenye kile kitabu utaona jinsi ambavyo unaweza ukashikilia ahadi za Mungu, ukazijua na kuziactivate, zilete matokeo kwenye maisha yako. Ninashawishika huenda baada ya kitabu hiki kitakachotoka ni hiki cha imani. Hiki tayari kinaendelea kuuzwa. Imani inayoshikilia neno la Mungu hufungua hazina zote za mbinguni kwa mwamini. Hatujaitwa sawa, kila mmoja ameitwa kwa staili yake. Haijalishi umeitwa kuwa nani. Pale pale ulipo kuna hazina za Mungu kuhusiana na eneo ulipo. Umeitwa kuwa mfanyabiashara, kuna hazina za Mungu ziko hapo. Umeitwa kufanya kazi ya kitaaluma kama ualimu, udaktari na vitu kama hivyo, injinia, kuna hazina za Mungu ziko hapo. Kila mahali kuna kitu kiko hapo, kila mahali. Wewe kazi yako ni kwa imani, kwa imani, kwa imani, kwa imani. Wewe ni mbunifu wa majengo, kuna hazina iko hapo. Mungu atakufunulia kubuni vitu ambavyo kila atakaye atasema wow, utashangaa unapata wateja. Wewe ni fundi wa kujenga, wewe ni fundi umeme, kila area ulioko. Imani hii inakusaidia, imani inayoshikilia neno la Mungu. Kwa lazima ujue neno limesema nini kuhusu kitu fulani. Mungu atusaidie sana. Sasa katika yote ambayo tumeyaongea, imani ni nini? Ambao kiukweli msingi wa sarafu ya ufalme wa Mungu ni hii imani. Kwani imani ni nini? Sikiliza vizuri sasa, tuende vizuri, tunaanza kwenda deep. Imani nimesema ni mapigo ya moyo ya maisha ya Kikristo. Mwanzoni pale nikasema ni daraja linalotuunganisha na Mungu, nguvu inayohamisha milima na msingi wa kila muujiza ulioandikwa katika Biblia. Bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Bila imani hatuwezi kupokea kutoka kwake. Bila imani hatuwezi kuishi maisha ya Kikristo yenye ushindi. Usisubirie ushinde kila dhambi ndipo uanze kupractice imani. Mungu atakushindia ya kwanza na atakupa uwezo wa kushinda ya pili. Ni mchakato, ni hatua kwa hatua. Lakini hata hivyo, mara nyingi imani haieleweki vizuri. Wengine huona imani kama tu kuamini kuwa Mungu yupo, wakati wengine wanafikiri ni hisia zinazokuja na kupotea. Lakini imani ya kweli ni zaidi ya kukubaliana kiakili au kihisia zinazopita. Hizi ni msimamo thabiti, uaminifu wa dhati na kutegemea kabisa tabia ya Mungu, ahadi zake na nguvu zake. Imani.
Imani si msingi wa wokovu wetu tu, bali ni baraka kuu, jicho linaloona, sikio linalosikia, miguu inayokimbia, mkono unaoshika. In Heavenly Places, ukurasa 104, paragrafu ya 2. Imani ni jinsi tunavyoona yasiyoonekana. Inaturuhusu kuamini katika kile ambacho macho yetu ya asili hayawezi bado kutambua. Ni uhakika kwamba ahadi za Mungu zitatimizwa hata pale hali zinaonekana kuwa ngumu. Yaani, unaona hali ni ngumu, lakini unaamini kabisa ya kwamba kuna kitu. Na nimewaambieni kwamba imani ya kiroho sio kuona tu yasiyoonekana, ni kuamini kwamba, ni kuona kwamba yapo. Nitumie hiyo lugha. Ndio maana nikwambia, mimi siamini kwamba Mungu yupo, ila naamini, nakubali, najua, natambua ya kwamba Mungu yupo. Kuamini na kutambua. Natambua Mungu yupo. Nina ushahidi wa kutosha kwamba Mungu yupo. Mimi mwenyewe ni ushahidi ya kwamba Mungu yupo. Maana haiwezekani tuwe na simu, tuwe na kamera ambazo zina uwezo mkubwa wa kufanya kazi, zimeundwa na mtu, alafu mimi niliyeziunda nilitokea kwa kuibuka. Ni akili gani hiyo? Kwa hiyo Mungu yupo sio hoja ya imani, ni hoja ya uhalisia. Mungu atusaidie sana. Imani ndio iliyomfanya Abraham kuondoka katika nchi yake, Nuhu kujenga safina kabla tone la mvua la kuanguka, Musa kuinua fimbo yake juu katika bahari ya Shamu, na Petro kushuka kwenye mashua na kutembea juu ya maji. Ilikuwa ni imani. Imani si hali ya kukaa bila kufanya kitu, no. Si hali ya kusonga ni hali ya kusonga mbele. Imani ni inaamini na inatenda, maana ni kuona kitu kabisa kipo katika uhalisia wake. Biblia inatoa tafsiri nzuri sana za imani katika Ibrania 11:1. Ndio the best definition. Sijawahi kuona definition nzuri kama hii. Maana ya imani halisi kabisa ipo kwenye Ibrania 11 fungu la kwanza. Nitaangalia katika lugha kadhaa. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni Waebrania 11:1, Biblia ya Kiswahili cha kawaida au Union Version. Lakini katika tafsiri ya Amplified Bible, maandiko haya yanafafanuliwa zaidi kama ifuatavyo. Sasa imani ni kuwa na uhakika, hati miliki, uthibitisho wa mambo yanayotumainiwa, yaliyohakikishwa na Mungu. Ni ushahidi wa mambo yasiyoonekana. Imani inaelewa kuwa ni ukweli hata kabla uzoefu wa hisia za kimwili. Hiyo ni Amplified Bible. Kumbe imani sio mhemko. Imani sio hisia. Imani ni kutambua kwamba kitu kipo kabisa. Sikiliza, imani lazima iwe na ushahidi bwana. Kitendo cha kuona milima na mawe yapo ni ushahidi kuna Mungu. Kitendo cha mimi kuvuta oksijeni na ikaingia ndani na ikafanya kazi vizuri ni ushahidi kwamba kuna Mungu. Kitendo cha kuwa na samaki ambaye yuko kwenye maji, yeye akivuta pumzi yake kwa mujibu wa mazingira aliyopo, anapata oksijeni vizuri na ingia kwenye mwili, lakini mimi siwezi, maana maji yataniziba nife. Ni kwamba kuna Mungu aliye design kila kiumbe kuishi maeneo yake. Kitendo cha kuona haya na kuamini, amini Mungu yupo na ana akili kuliko wewe, na kila kitu chako kipo kwenye viganja vyake. Mungu atusaidie sana. Neno la Kiyunani hypostasis lina maana ya kiini, uhakika au hati miliki. Ndio maana kwenye Amplified ikatumika neno hati miliki, title deed. Katika muktadha wa kisheria wa zamani, hypostasis ilikuwa ni hati miliki, hati inayothibitisha umiliki. Kumbe, hebu sikiliza vizuri hapa. Umeambiwa wewe una kiwanja Kibaha mkoa wa Pwani.
una kiwanja Nakuru, una kiwanja Bujumbura, una kiwanja Lubumbashi, alafu kabla hujaenda kuona kile kiwanja kule Kivu, hujaona kile kiwanja kule Goma, unaletewa hati miliki yenye muhuri wa serikali na alama ya nembo ya serikali. Original hati ina jina lako. Ile hati ni ushahidi ya kwamba kile kiwanja ni cha kwako. Imani ni title deed ya kwamba chochote ambacho Mungu ametaja ya kwamba ni cha kwako katika ahadi zake ni cha kwako. Ndio maana kwenye kile kitabu changu cha ahadi za Mungu kwangu, sura ya mwishoni kabisa, nimetengeneza sura ambayo inaelezea baadhi ya ahadi. Ahadi kuhusu uponyaji na andiko lake, ahadi kuhusu baraka kiuchumi na andiko lake, ili uzisome uanze kuzijua. Ni title deed. Ndio maana neno la Kiyunani lilotumika pale ni hypostasis, hati miliki. Unajua mwenye hati miliki ndiye mwenye kiwanja. Wewe hapo unanitazama, una hati miliki ya uponyaji kwa imani. Unajua kuna kitu tumekisahau leo, natamani Mungu akufungue macho uweze kukiona. Mungu anaweza kukuponya kwa muujiza na ukapona kabisa kwa muujiza. Lakini usisahau, Mungu anaweza kumtumia daktari kukuponya. Ni Mungu huyo huyo amemtumia daktari. Kwa hiyo ni Mungu huyo huyo. Bado hujue kwamba ile title deed yako imefanya kazi hospitali. Ni wangapi ambao wanakwenda hospitali na wanatoka wamekufa? Kwa nini wewe umetoka umepona? Ni wangapi ambao wanakwenda hospitali wanajaribu kutundikiwa tu drip, mishipa yote inagoma, wanajaribu hadi kwenye kichwa, wanaenda kwenye miguu na inakataa. Kwa nini wewe walivyokutoboa tu walipata save, hata kama walijaribu mara 3 mara 4, lakini kwa nini mara ya 5 walipata na maji yakapita na dawa ikapita? Mshukuru Mungu. Fikiria hivi, kama unamiliki hati ya miliki ya nyumba, huna haja ya kuona nyumba hiyo ili ujue kuwa ni yako. Hati yenyewe ni uthibitisho wa umiliki wako, hata kama bado hujakanyaga pale. Vivyo hivyo ni imani, ni hati miliki ya ahadi za Mungu. Huenda usizione bado kwa macho yako, lakini imani inahakikisha kuwa ni zako. Na imani si tumaini la bure, ni hakika ya ukweli. Imani ni kumtumaini Mungu, kuamini kwamba anatupenda na anajua kilicho bora kwa ajili yetu. Education, ukurasa wa 253, paragrafu ya kwanza. Ukishaachia maisha yako kwamba Mungu anajua kilicho bora kwangu, hutapata msongo wa hali unayoipitia sasa. Kwa hiyo msongo wote unachokipitia sasa ni kwa sababu una mashaka na future, una mashaka na kule unakoelekea. Hivi nakoelekea pakoje? Hivi nitamaliza masomo wakati sina ada? Hivi kweli mtoto wangu atafanyia operation wakati sina hela ya kulipa hospitali? Hivi nitapona huu ugonjwa kweli? Hiyo ndio inakupa msongo sasa hivi. Lakini ukiwa na imani, sikiliza vizuri, imani ni kumtumaini Mungu, kuamini kwamba anatupenda na anajua kilicho bora kwa ajili yetu. Endelea kutuma maombi yako katika namba ya simu inayopita hapo. Tutayaombea maombi yako. Unachokiandika tutakiombea. Sio lazima tukujibu ile message, lakini ikishaingia tu tunashika ile simu kama tunavyoomba kwenye mabox. Yale mabox. Tunashika ile simu na kuomba kwa ajili ya yote yaliyoandikwa hapo, na ninapokea shuhuda za miujiza mikubwa ambayo Mungu ametenda. Endelea kutuma maombi yako, lakini endelea kutuma ushuhuda wa kile ambacho tayari Mungu amekutendea. Kwenye somo hili, komenti hapo chini, eleza kile ambacho Mungu amekutendea, watu wengine wasome, ili uendelee kushikilia, ili uendelee kumshuhudia Mungu na nguvu zake. Mungu anakwenda kutenda kitu cha ajabu katika maisha yako siku hii ya leo. Katika somo lijalo tutaendelea kwa kina na tutaanzia na neno lingine la Kiyunani, tuone ushahidi na uthibitisho kwa kina wa imani. Lakini leo
anza kufanyia mazoezi haya machache ambayo umeyapata. Kwa imani Mungu anakutoa katika ugumu ulio nao. Kwa imani Mungu anakuponya ugonjwa ulio nao. Kwa imani Mungu anakutendea maajabu. Kwa imani Mungu anakupatia mtoto. Kwa imani Mungu anakushindia dhambi. Kwa imani Mungu anakutoa katika urahibu wa pombe na matendo yote machafu yasiyofaa. Kwa imani Mungu anakutoa hapo. Amini kila kitu katika mikono ya Mungu, na Mungu anakwenda kutenda sasa. Tuombe. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji ambaye amefuatilia kipindi cha siku hii ya leo. Tumeanza kuchimba imani, sarafu ya ufalme wako. Nami nakuomba kwa haya machache ambayo tumeyatazama leo, mtoto wako kwanza akajenge imani kwako kupitia neno, akajenge imani kwako kupitia kusikia neno lako, na leo akaanze kuona matokeo. Ushindi wa kwanza ambao tunahitaji ni ushindi wa dhambi, ushindi wa urahibu, ushindi wa msongo wa mawazo, ushindi wa mashaka, ushindi dhidi ya kila aina ya mawazo mabaya ambayo shetani anaingiza katika akili ya mtoto wako. Kuanzia leo, imani inayohamisha milima, imani inayoambia mti huu ng'oka ukapandwe baharini, na inakuwa hivyo. Imani, 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 imani. Na kwa imani hii naanza kuona matokeo kwa yule anayesikiliza sasa. Ugonjwa wake unatoka sasa kwa jina la Yesu. Uvimbe unayeyuka, msongo wa mawazo unaondoka, amani inatawala, ada ya mtoto inapatikana, anajenga nyumba, anaanza kuona baraka zikimiminika kwa imani. Yeyote unanitazama sasa, taratibu sasa hivi uko umetulia hapo ulipo, taja kile ambacho natamani Mungu akutendee. Kitaje kana kwamba kimetendeka tayari. Endelea kuomba kimoyomoyo, baada ya kumwambia Mungu nipe, mshukuru kwa vile umenipa. Hata kama ukioni, na kuachia dakika moja, taja kile kitu kana kwamba kimetendeka sasa hivi. Badala ya kumwambia Mungu niponye ugonjwa wangu, mwambie asante kwa vile umeniponya, asante kwa vile umenipatia ada, asante kwa vile umemponya mtoto wangu. Tamka tu hayo ndani ya moyo wako. Asante kwa vile tayari nguvu za giza zinaondoka. Hata kama umefungwa na mapepo, yatakimbia sasa hivi hapa. Endelea kuomba kimoyomoyo. Endelea kuongea na Mungu, endelea kuongea na Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu sasa hivi unaomba kwa ajili ya ndugu yako aliyepotea kwa muda mrefu, anarejea. Mtoto aliyepotea hata hamjui mahali alipo, anarejea. Kuna mtu unaomba kwa ajili ya ndoa yako ambayo imeingiliwa na kushambuliwa na maadui. Amani inaingia kwenye ndoa yako sasa, amani inaingia sasa. Kuna mtu hivi unavyosikiliza somo hili, ulikuwa na maumivu makali katika mwili, katika tumbo, yanapotea sasa, katika mguu yanapotea sasa. Kile ambacho Mungu amekutendea, andika komenti yako sasa, ili watu waone matendo makuu ya Mungu. Kuna mtu unapitia urahibu wa heroin, kokaini, bangi, sigara, madawa kulevya, hasira, uasherati, tabia zisizofaa. Kuna mtu unapitia hali ya usagaji, ushoga. Ile hali inatoka sasa kwa jina la Yesu Kristo, inakuachia na kuwa huru. Baba Mungu, nakushukuru kwa miujiza mikubwa ambayo umetenda leo. Sifa na shukrani zikurudie wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana. Endelea kuandika shuhuda, endelea kushare somo hili na watu wengi kwa kadri uwezavyo. Moja ya njia ya kushiriki baraka hii ni kuchukua linki ya somo hili, sambaza kwa watu wengi kwa kadri uwezavyo, kwenye magrupu mbalimbali. Acha watu wakabarikiwe. Mungu akubariki. Tumesikia